Okay, uhali gani mpenzi mtazamaji wa Makongo Television na Makongo Radio. Hivi leo ikiwa ni tarehe ya 12 ya mwezi wa 4 mwaka 2025, ikiwa ni majira ya saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki na saa 7 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Kati. Leo tupo katika shule ya sekondari Makongo ambapo kuna mahafali ya 27 ya wanafunzi wa kidato cha 6. Tunajionea mazingira yalivyokuwa mazuri, wanafunzi wakiwa wamependeza katika nguo zao za shule. Pia mazingira yanaruhusu mazingira masafi kabisa, ana jengo zuri kabisa. Tuendelea kututazama ndugu mtazamaji, ungana nasi tunapoingia katika kumbi hii ya Makongo. Mmoja wa wahitimu, tuone je, ana furaha gani kujisikia yuko Makongo, nini atueleze zaidi. Karibu, ungana nami tutafute mwanafunzi mmoja mhitimu, ungana nasi, karibu. Samahani kaka, unaitwa nani? Majina naitwa Alfred Robert Mjarura. Naam, kidato cha 6? Ndio. Naam, huyu ni mwanafunzi wa kidato cha 6 Makongo Secondary. Hebu tusikilize, je, siku hii kwako unaionaje? Mimi naona ni siku nzuri. Vizuri sana, ni siku nzuri kwako. Je, kama mhitimu nini Mtanzania ajifunze kutokana na kwako kufikia hatua hii ya elimu? Mimi ninachopenda kuwashauri ni kwamba karibia shule ya Makongo. Ni shule nzuri, ni shule ambayo inaibua vipaji vya watu mbalimbali. Kwa mfano Dogo Janja, Juma Kaseja, wote wamesoma kwa Makongo. Okay, asante sana. Pia kuna Mtanzania amekaa wakati huu nyumbani, ana ile dhana kwamba shule ya jeshi mitikasi ni mingi, heka ni nyingi, kwa hiyo ana hofu. Hebu Mtanzania kama huyo muondoe mtazamo wake hasi, aweze kumuunga mwana shule ya Makongo. Hapana, shule ya Makongo haipo hivyo. Ni shule ambao walimu wake yani wana urafiki wa karibu sana pamoja na wanafunzi wao. Kwa msiweke dhana kwamba shule ya Makongo ni shule ya walimu wakali sana wala nini. Ni shule ambayo walimu wake ni wazuri, wanafundisha vizuri sana. Karibuni. Okay, asante sana, kutakia siku njema ndugu mhitimu. Karibu sana. Okay, kama nilivyomsikia mhitimu wa Makongo Secondary akiwa anasema hii ni shule ya jeshi. Sasa wewe Mtanzania ambaye unapata kwa kasi kumleta mwanao kwamba ukiogopa mitikasi ya jeshi, basi mwanafunzi ametuthibitishia hilo kwamba ni shule ya jeshi ambayo wanafunzi wanaendiwa kwa amani, yani hakuna fimbo, hakuna mitikasi, yani wanasomeshwa vizuri, elimu nzuri, walimu. Basi ungana nami tukiendelea kujua mengi kuhusu shule hii. Leo hii tuko na mzazi hapa. Samahani, unaitwa nani, unatokea sehemu gani? Tunaona ana furaha kubwa kabisa leo kumuona mwanae akihitimu. Mama, karibu, unaitwa nani, unatokea sehemu gani? Naitwa Rozi, natokea Msasani. Okay, wewe kama mzazi kwa nafasi yako, nini kilikupelekea umlete mwanao katika shule ya jeshi? Nilimleta shule ya jeshi kwa sababu najua ina nidhamu. Vizuri sana. Na je, mwanao unapomuona nidhamu anayo? Anayo. Vizuri sana. Asante mama. Tunaona kama mama kamleta mwanae katika shule ya jeshi ili apate nidhamu, na kweli mtoto anaonekana ana nidhamu nzuri, maana inaonekana shule ya Makongo inalea wanafunzi vizuri katika nidhamu, taaluma. Lakini pia tunaona shule ya Makongo sio shule tu, tunaona pia ina shule ya msingi darasa la kwanza mpaka la 7 na pia ina VETA. Tuendelee kuhoji mwanafunzi mmoja mmoja. Karibu, unaitwa nani, unatoka sehemu gani? Naitwa Abdulmalik Juma, mimi ni mwanafunzi wa form 6 HDK. Vizuri sana. Okay, huyu ni mmoja wa wanafunzi wahitimu wa siku hii ya leo. Unajisikiaje siku hii ya leo? Siku ya leo nimeenjoy kwa kweli, kwa sababu ni siku yangu kubwa kwenye maisha yangu. Unajua brother, yani kumaliza form 6 sio kitu kirahisi kabisa. Tumehasa sana, wewe mwenyewe unajua. Kwa hiyo yani I feel passion yani kumaliza shule. Unajua tunapitia mengi na sisi tunahitaji kwenda kuwa na maisha mazuri. Umeona kabisa. Wewe kama mwanafunzi wa shule ya Makongo, kabla hujaja hapo, ule mtazamo wako kama Makongo ni shule ya jeshi, basi vita vitakuwa ni vikali, uliufikiriaje mpaka waje shule ya jeshi? Yani sio kwamba eti nilifikiria kwamba hii shule itakuwa ina adhabu sana kuliko kunipa taaluma. Yani hicho ni kitu ambacho mimi sikuweza kukiwaza kwa yani hivyo. Okay, na je, Makongo inalea wanafunzi katika njia nzuri ama ni adhabu kila muda? Hapana, Makongo adhabu kwanza ni mpaka kosa lifanyike. Umeona na adhabu kama unavyojua adhabu inatumika kurekebisha. Kwenye Biblia takatifu wanasema imeandikwa usimnyime mtoto kipigo. Umeona? Kwa hiyo kipigo inatumika huenda mtu amekosea, labda sio kipigo kikubwa, ni kipigo cha kawaida tu, lakini kinatumika tu kurekebisha tabia za mtu. Okay, ndugu mtazamaji ambaye nakutazama sana wakati huu na mpenzi msikilizaji wa Radio Pendwa anayetusikiliza wakati huu, anatamani kujua
kipi zaidi kuhusu Makongo? Kipi kinyami kuhusu Makongo? I say Makongo ni bonge moja ya shule, alafu na shule nzuri sana ambayo ina taaluma iliyo ya juu na pia ina support wanafunzi. Kwa mfano mimi ni DJ, shule imenipa paka cheti. Kwa hiyo ni shule fulani inaangalia maisha ya kileo ya mwanafunzi, inampa taaluma pia na mambo mengine kama kutengeneza mikate, sabuni na kadhalika, pia na mambo mengine kama ujenzi nini. Shule hii kikweli ni nzuri. Kwanza inamuongoza mtu hata kuweza kujiajiri, yani sio inafundisha tu kuajiriwa serikalini, hata kuweza kujiajiri. Umeona Makongo shule ina. Asante sana, nitakia siku njema. Tunaendelea kufanya mahojiano ya mwanafunzi mmoja mmoja kati ya wahitimu. Basi leo nipo hapa na mmoja wa wahitimu. Ndugu, unaitwa nani? Unatokea sehemu gani? Kwa majina naitwa John Kiomoka, natokea Makongo juu. Okay, wewe kama mwanafunzi mhitimu wa 6, unajisikiaje kuwa katika shule hii ya Makongo? Najisikia vizuri kwa sababu ndio hivyo tunamalizia. Mungu anatusaidia. Okay, katika shule ya Makongo mbali na taaluma ambayo mnaipata darasani, ni kipi haswa zaidi wewe kama mwanafunzi unaweza kujifunza? Tunajifunza entrepreneurship na mambo mbalimbali, vipaji tunafundishwa. Okay, asante sana, kwa siku njema. Ndugu mtazamaji, kama unavyosikia wanafunzi kwamba Makongo sio elimu tu, wanajifunza vipaji, na sio kujifunza tu, wanathamini na kuvilea vipaji. Hasa kama ni mzazi ama mlezi ambaye unawaza umpeleke wapi mwanao, basi jibu sahihi ni Makongo. Tuendelee kuhoji mwanafunzi mmoja mmoja kujua mengi kuhusu shule ya Makongo. Karibu dada, naitwa nani? Kwa majina naitwa Aika Abraham Mbaga, nasoma Makongo. Okay, wewe kama mwanafunzi wa Makongo, kwanza kabisa hongera kwa siku yako. Asante sana. Hongera sana, hongera sana. Asante Tilio Nyigu. Okay, sasa ndugu mtazamaji, anapenda kusikia kutoka kwako. Makongo Sekondari ni aina gani ya shule? Ni shule nzuri, imejengwa majengo makubwa kama hivi. Tunapata kila tunachokitaka, maji, masomo, nidhamu, kila kitu kinapatikana Makongo. Okay, wewe kama mwanafunzi mhitimu wa darasa katika mahafali 27, ni kipi hasa umejifunza mbali na taaluma ya darasani? Nimejifunza kuna mambo mengi kama amali, kutengeneza mikate, kushona viatu. Kingine nilichojifunza ni kutengeneza sabuni. Okay, asante sana, nikutakia siku njema na hongera sana. Asante sana. Ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia kutoka mwanafunzi mmoja mmoja mambo yanayohusika Makongo. Karibu kwa mwanafunzi mwingine, unaitwa nani, unatokea sehemu gani? Naitwa Raisa Joseph Mapunda, natokea Kimara. Wewe kama mhitimu kidato cha 6, furaha unayojisikia siku leo ni kiasi gani? Najisikia amani sana, maana ninakaribia kufanya mtihani wangu wa NECTA na namshukuru Mungu kwa ajili ya tukio la leo. Je, unaona Makongo ni sehemu sahihi ya kuwepo? Ni sehemu sahihi pia, na mzazi popote ulipo na washauri mlete mwanao, elimu ni ulinzi mahali hapa. Okay, hebu mtazamaji na kusema wakati huu wanatamani kujua kipi hasa kipo Makongo ambacho utamshawishi aweze kumleta mwanae. Makongo sio tu elimu bali taaluma, nidhamu, vile vile tunapewa elimu ya kutengeneza pilipili, mikate, viatu, sabuni hivyo. Okay, asante sana, kwa siku njema, hongera sana. Ndugu mtazamaji wa Makongo Television, kama tulivyojisikia kwa wanafunzi tofauti kwamba Makongo ni sekondari, ina shule ya msingi, ina VETA na pia tu wanafunzi hawapati taaluma. Naam, kama unavyoona mazingira yanashawishi kabisa katika elimu. Pia wameenda na sera ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema Tanzania ya viwanda. Basi Makongo wanajitekeleza hilo kama ifuatavyo kwa kuwafundisha wanafunzi wao elimu ya mtaala wa amali, yani ujasiriamali tofauti kama walivyosema wanafunzi wanajifunza pilipili, mikate, ushonaji wa viatu na vitu kadha wa kadha. Basi ndugu mpenzi mtazamaji wa Makongo Television, tunaenda kufanya kipindi chetu kama ifuatavyo. Usikose kuangalia vipindi vinavyoendelea. Kumbuka mwisho kipindi hichi ni mwanzo wa kipindi kingine. Mtangazaji wenu nguli kabisa wa Makongo Television, nami ni Atilio Nyigu kutokea Makongo Lugalo. Kwa majina naitwa Atilio Optatus Nyigu. Ni kweli napenda kuwa mwandishi kutokana na napenda yani vile watu waandishi wa habari ambao wanavyotangaza. Tokea utotoni nilikuwa napenda ile hali lugha anazotumia, namna wanavyoendesha kipindi, ilikuwa kweli nakubali hivyo. Lakini sasa kusema tujaribu kufanya kipindi cha habari, nitumie sauti ya waandishi wa habari ili uone je itaswi. Nilipoona kwa hivyo ikubali sauti ya waandishi wa habari wakasema yes, kwamba basi hatutoigiza tena, tutafanya waandishi tena sauti unayo na namna ya kuendesha vizuri unavyo.